بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Sawa, tumefika katika namna ya kuoga, sio? Tutasoma. Tumefika sema Sheikh faslun fi sifati al-ghusl wa aqallu al-ghusl niyyatu raf'i al-janaba. Sawa. بسم الله الرحمن الرحيم. سمى الشيخ رحمه الله فصل في صفات الغسل وأقل الغسل نية رفع الجنابة أو فرض الغسل أو رفع الحدث، واستيعاب جميع شعره وبشره، ويجب قرن النية بأول مغسول، وسننه tosha paka tutaendelea. Asema Sheikh rahimahullah faslun fi sifati al-ghusl. Sasa ataeleza sifa ya kuoga, namna ya kuoga. Sisi tumeeleza mambo ambayo yanawajibisha kuoga, sio? Sasa tazungumzia sifa za nini? Za kuoga. Akwambia faslun wa aqallu al-ghusl, na uchache wa kuoga. Mwakumbuka sisi kwenye safina tulisema furudhul ghusl, faradhi za kuoga. Akwambia an-niyya waesh, ni kutia nia katika kuoga. Wajibu ni nini? Tumesoma katika kile kitabu cha pili. Kunia na kueneza mwili mzima kwa maji. Basi ndio hiyo. Sasa uchache wa kuoga, wewe unataka ule uchache, sio kwa umefanya sunna, umefanya tu zile za wajibu. Akwambia wa aqallu al-ghusli, na uchache wa kuoga niyatu raf'il hadathi, ni nia ya kuondoa hadathi ama nia ya kuinua hadathi. Yani wewe ukiwa unataka kuoga ukusudie, tunajua nia ni kusudie, sio? Ukusudie kuwa waoga kwa ajili ile hadathi, kuiondoa ile hadathi. Sawa? Imma ukusudie kuondoa hadathi au fardhil ghusli, ama ukusudie kuoga josho la nini? La faradhi, la wajibu. Ukikusudia tu mimi nakusudia kwa moyo, yani kama tulivyosema mara nyingi, nia ni moyoni. Umekusudia mimi naoga josho la faradhi, marhaba, haina neno. Au fardhil ghusli au raf'il hadathi. Ya kwanza ni raf'il janaba, sio? Mimi nakosea na hamniambii. Nia tu raf'il janaba ni nia ya kuinua janaba. Yani mtu akanuia mimi nanuia kuondoa janaba au josho la faradhi, au nia ya kuinua nini? Hadathi, haina neno. Au raf'i al-hadathi, ama kuinua nini? Hadathi. Sawa? Hizi zote ni nia ambazo zinaswihi. Yani ukikusudia moja katika haya mambo matatu, haina neno, inaswihi. Au kitu chochote ambacho kinaashiria kuwa lile josho lako ni la faradhi, kuna wasiwasi kabisa, inaswihi. Sawa? Lau mtu akakusudia kuoga tu, yeye amekwenda chooni, ndio yale tukasema. Mtu amekwenda chooni akaoga. Manake kawaida yake akienda kazini anafanya nini? Anaoga. Hajakusudia josho la janaba, angalia lile josho aliswihi, tutamwambia bado yana janaba yake, pamoja na kuwa amefanya nini? Ameoga. Lakini tutamwambia hakuna nia. Lazima kuwe na nia, ambayo nia ile inatofautisha baina ya ibada na ada. Sio, si tumeeleza nafikiri malengo ya nia. Malengo ya nia ni kitu, yani ni kuwa ni ile nia inatofautisha baina ya ada na ibada, na pia inatofautisha daraja za ibada. Tutajuaje wewe umeoga kama ibada, na tutajuaje wewe umeoga tu kama kutoa joto? Tutajuaje wewe umeoga tu ni ada yako, kila ukenda kazini unaoga, na kuoga kama ibada, ama umeoga ya Ijumaa? Nia ndio kila kitu. Sawa? Kwa hivyo lazima mtu atie nia. Mtu akioga bila kutia nia haisihi ile nini? Ile josho. Kisha lao mtu ana majosho mingi, hii pia nafikiri tumetaja. Yani ana josho la wajibu kutokana na kuota, na labda pia kutokana na kumwingilia mkewe. Labda mtu amemwingilia mkewe, kisha akalala, kisha akaota. Au ni mwanamke mume wake amemwingilia, kisha baadaye akapata hedhi, kabla ya kuoga akapatikana nini?
hedhi. Maana huyu ana sababu mbili za kuoga, sio? Sababu za kuoga si tumezieleza, yani mambo ambayo yanawajibisha kuoga. Tumeyaeleza. Huyu sasa ana mambo mawili yanayomwajibisha kuoga. Kuota na labda kumuingilia mkewe, ama kama ni mwanamke hedhi, yani kuingiliwa na mumewe na hedhi. Hukumu yake ni nini? Je, inatosha akitia nia moja? Ndio, haina nini. Anatia tu nia moja yoyote katika zile mbili. Ima anaoga kwa ajili ya hedhi au anaoga kwa ajili ya janaba, haina nini. Na akisafishika kutokana na yani ile hadathi, tukisema sasa hadathi ya kuingiliwa imeondoka, hadathi ya janaba yani imeondoka, basi pia ile ya hedhi imefanya nini? Imeondoka. Yani manake linamtosha josho moja na nia moja. Sawa? Lakini ikiwa kuna josho la sunna na la faradhi, mfano siku ya Ijumaa umelala kailula ile asubuhi saa 3 hivi, umelala kidogo nusu saa, kiamka saa 4 umeota, sawa? Maana pale una janaba, sio? Ukioga kwa ajili ya janaba bila kunuia josho la Ijumaa, hupati thawabu za Ijumaa. Kama ile sunna ya Ijumaa wewe hujaifa. Na kinyume pia ni hivyo hivyo. Ukaoga, maana umeamka, labda wewe hukujua kama umetokwa na janaba. Hujui kama umetokwa na aitwaje manii, labda. Hujui kama umeota ama umeghafilika au. Kwa hivyo ukaamka kwa nia ya Ijumaa. Yaani ukaoga kwa nia ya nini? Ijumaa. Mimi naoga kwa ajili ya Ijumaa, ni sunna. Waoga vizuri, ukimaliza umefika pale Sofia Center, umekumbuka mimi niliota, lakini wakati wa kuoga sikutia nia ya nini? Ya janaba. Ujue ni kweli wewe bado una janaba na lazima uende ukaoge. Kwa hivyo ikiwa kuna sababu mbili za wajibu ambazo kulazimisha uoge, inatosha nia moja. Lakini ikiwa ni sunna, josho la sunna na josho la wajibu, lazima nia mbili ndio uhesabiwe kuwa umefanya nia tu ndo mbili, si eti uoge mara mbili. Nia tu ndo nini? Ndio mbili, sawa? Haya. Asema shekhe, wasti'abu jamii sha'rihi wa aqallu al-ghusli niyyatu rafi', na uchache wa kuoga ni nia ya kuondoa janaba, mpaka akasema sasa jambo la pili ambalo ni wajibu, wasti'abu jamii sha'rihi wa basharihi, na kueneza mwili wake wote, ngozi na nyele. Jamii sha'rihi, nyele zote, wa basharihi, na ngozi yote, yani kueneza kwa maji. Kwenye safina nakwambia ta'mimul badani bil ma'i, ni kueneza mwili kwa maji. Hapa pia ni hivyo. Wasti'abu, yani jambo la pili ambalo la wajibu ni aeneze nyele zote ziguse maji na ngozi zote zifanye nini? Ziguse maji za nje, yani sio ati ndani. Ndani ya pua si lazima, ndani ya mdomo si lazima. Ni sunna, ni sunna muhimu sana. Itakuja kwenye sunna za kuoga tukieleza, lakini ya wajibu ni haya tulioeleza basi. Kwa hivyo utie nia na ufanye nini? Uoshe mwili mzima, sawa? Nyele zote ziguse maji lazima. Isipokuwa mara nyingine mtu ana nyele ambazo yani utasema matuta ama zimesokotana. Fikiri tumeeleza, sijui wapi tumeeleza na nyinyi. Sijui kama kwenye safina, sijui. Sina uhakika. Unajua sasa tena kitabu hiki nasomesha wale, nasomesha nyinyi. Wallahu a'lam. Tulisema mara nyingine nyele zinajifunga wenyewe. Yaani kwa lugha yetu zinasokotana wenyewe. Unajua kuna matuta huwa si mwanamke amesongwa. Lakini kuna watu wengine nyele zimesokotana zenyewe. Hukumu yake ni tofauti. Zile ambazo zimesongwa tulisema hukumu yake ni nini? Zile ambazo zimesongwa kutoka lazima afanye nini? Lazima azifungue. Lazima azifungue. Yaani si lazima azifungue. Sisi muhimu ni maji yameingia. Yameingia vipi hatujui. Lazima yaingie. Na kwa sababu maulama wanakuambia huwezi kuwa na uhakika kuwa yameingia mpaka ufanye nini? Ufungue. Mtu akisema mimi nina hakika bwana yameingia, atamwambia haina neno, wewe na Mungu wako. Ikiwa unaitakidi maji yataingia bila kufungua, ambao ni jambo ambalo kihakika kireality, yani ikiwa zile nyele zimefungika maji yaingie. Lakini la basi mtu akisema kuwa ati anajua yameingia, marhaba, sisi tunataka maji yaingie. Ama la, ni hayo nyele zimesokotana ama zimejifunga zimejipiga mafundo, lakini kivyake, si wewe umefanya, nyele zako ziko hivyo, basi tukwambia haina neno. Sio lazima ufungue zile ati maji yaingie mpaka ndani. La, hiyo si lazima. Tuko pamoja? Asema shekhe, wasti'abu jamii sha'rihi wa basharihi. Kisha asema wayajibu qarnu niyyati bi awwali maghsulin. Hii ni muhimu. Na ni wajibu, wayajibu, na ni wajibu, ni lazima qarnu niyyati, kukutanisha nia bi awwali maghsulin, kukutanisha nia na kitu cha kwanza unachokiosha. Yani wewe ukitaka, yani kwa ufupi ni hivi. Lao mtu akaingia chooni, akaoga nusu mwili, akaosha labda nusu ya juu, sawa? Kisha baada ya kuosha nusu ya juu ndo akakumbuka, mimi nataka kuoga jana. Kwa hivyo akatia nia pale. Tumwambia unaona hii pati ya juu hii
ilikuwa wewe hujatia nini, kwa hivyo haihesabiki. Kwa hivyo haihesabiki. Pale ambapo umetia nia na ukaanza kuosha, ile ndio inayohesabika. Na hapa inaonekana tofauti wazi kabisa baina ya nia, yani mtu aliyotia nia na mtu ambaye hajatia nia. Maana mtu anaweza kuwa kitambo amesema inshallah nitaoga janaba, ile haitwi nia. Ikifika wakati wa kuoga ndio tutataka afanye nini? Maana inaweza fika wakati wa kuoga yeye ile kuhusiana na janaba akasahau. Yeye sasa amekusudia, unajua mimi nenda kazini sasa hivi bwana, acha nio. Akioga pale tumwambia wewe hujatia nia bwana. Ile uliosema mwanzo kule, ile uliokusudia mwanzo, ile inaitwa azma. Kisheria ile inaitwa nini? Maazimio. Sawa? Kwa sema Sheikh rahimahullah, wajibu qarnu niyyati bi awwali maghsuli, na ni wajibu mtu akutanishe nia na kitu cha kwanza anachokiosha. Na hapa tukusudia kuwa pale ambapo ataosha pamoja na nia ndio inahesabiwa sasa ameanza kuoga. Sawa? Ametia nia huko akiosha miguu, basi pale ndio tuhesabu kuwa basi wewe sasa ndio umeanza kuoga. Ujue viungo vyote vingine lazima vioshwe. Kama ulikuwa ushaviosha bila nia, basi havihisabiki katika josho la wajibu. Sawa Haya, endelea. Wasunanuhu Amir. Endelea. Wasunanuhu al-istiqbalu والتسمية مقرونة بالنية وغسل الكفين ورفع الأذى ثم الوضوء ثم تعهد مواضع الانعطاف وتخليل أصول الشعر ثلاثا بيده المبلولة ثم الإفاضة على رأسه ثم شفه ثم على شقه ثم شقه ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. Tosha. Nasema Sheikh rahimahullah sasa akueleza namna ya kuoga. Na hii namna takriban tushaisikia mara nyingi. Namna ya kuoga janaba. Na hili ni jambo wallahu alam, mimi sijui. Tumetoka siku 40 sijasikia likitajwa sana. Sijui huwa kawaida yatajwa katika mudhakara, yaitwaje mudhakara ama huwa iko. Sisi tulifanya kwa ajili kulikuwa na ile yaitwaje nini ya masail, sio mudhakara masail. Lakini sijui pale Maulana katika kuandika zile mudhakarat hakuiandika mama itaje kuoga josho la janaba namna ya sunna, fikiria kutaja. Hata sisi tulipata fursa yani kubwa alhamdulillah kwa yani nzuri. Almuhim sawa. Sasa wasunanuhu, sasa sunna. Na sisi alhamdulillah tuomba Mwenyezi Mungu atudumishe na atuhakikishie yani madai haya. Sisi tunadai kuwa tunapenda sunna. Tunataka kujilazimisha na hizi sunna. Angalau yale madhambi mapungufu Mungu atusamee. Kwa hiyo sisi manake zama tulizoko ni kuwa watu hawafanyi mambo kwa ajili ni sunna. Maswahaba walikuwa wakifanya kwa ajili ni angalia tulivyo kinyume. Yaani zama hizi kumliza mtu bwana mbona ufanye jambo fulani? Si sunna tu. Zama zile tuwafanya kwa ajili ni sunna. Subhanallah. Sisi tuwafanya kama maswahaba. Kuwa tuwafanya kwa ajili nini? Ni sunna. Maana kafikiri maana hii nishaeleza sunna ya nani? Ni sunna ya nani? Wewe usiangalie kuwa ni sunna. Kuingia na mguu wa kushoto ile si kitu jamani. Ni kuwa ni nani amefanya hivi? Mimi namuiga nani? Mguu wa kulia, mguu wa kushoto. Hakuna atoje tofauti. Tofauti iko katika moyo wako, mimi namuiga nani? Pale ndo kuna kazi, pale ndo kuna mambo. Sawa, kwa hiyo yani wasunanuhu sisi kwetu yani ni muhimu sana. Almuhim. Wasunanuhu na sunna za kuoga, asema al-istiqbalu. Ni kuelekea qibla. Mtu akioga ni uzuri elekea qibla. Siku hizo ametuletea mashawa. Ukioga kwa shawa waweza kuelekea qibla, lakini kuna shida. Itakuja baadaye, manake wewe ukioga janaba lazima pia ujioshe
mgongo. Sasa ikiwa ukijiosha kwa mbele utaelekea kibla, ukitaka kujiosha nyuma ikiwa utumia shawa hauwezi kuelekea kibla. Sijui kama tumeelewana. Maana ile shawa haizunguki. Ni wewe ukitaka kujiosha mbele uelekee huku, ukitaka kujiosha nyuma itabidi ufanye nini? Itabidi uzunguke. Hakuna waweza kusongea. Waweza kusongea. Afwan. La, waweza kusongea. Mimi ndo mmeghafilika. Madhubut. Waweza kusongea. Kwa hivyo hata na shawa yawezekana. Hata na hizi shawa yawezekana. Kweli maneno yako. Yaani shawa yetu kwa pande hii. Kuna shawa yetu. Sasa mara nyingine shawa iko ni hivyo. Lakini shawa ikiwa yatoka kwa juu katikati haina neno. Manake ikiwa yashuka hivi, wewe ukitaka kuelekea kibla si hivi. Wakati upande huu maji yamwagika upande wa kulia. Kisha itakuja ataeleza upande wa kulia. Kisha ukitaka kwenda nyuma, wewe wasongea mbele, hugeuki. Wasonga ukigeuka hutoelekea kibla, wasongea mbele. Shawa inamiminika sawa? Na kwa nyuma. Sawa, kwa hivyo yawezekana. Madhubut, tafadhali mnitanabaisha. Sawa, kwa hivyo ni al-istiqbal ni kuelekea nini? Ni kuelekea kibla, ni sunna. Kisha watasmiyatu na kupiga bismillah. Ni sunna mtu akipige bismillah. Taban kabla ya kuingia chooni, apige bismillah. Sawa? Naam? Kimoyo sawa, ukiwa chooni bismillah. Ikiwa umesahau mfano, umesahau kupiga bismillah kabla ya kuingia huku, basi ukiingia aslan kitambo ilikuwa sehemu ya kukidhi haja ya kutoa uchafu ni tofauti na sehemu ya kuoga. Na sehemu ya kuoga yani si sehemu utasema ati ilikuwa ni chafu. Wajua sasa choo yani sehemu ya kukidhi haja yako na etwaje? Na ya kuoga iko, hiyo ndo shida. Bafu. Kitambo bafu iko kando. Na bafu kitambo mtu ataweza kuoga hata kama ni pale uwanjani. Manake si lazima avue nguo. Ushaelewa? Anaweza tu kuweka kitambara mahali hivi kama stara asionekane na akaoga. Manake yani si mahali pachafu. Yaani nataka kumaanisha si mahali pachafu. Manake pale ungeweza kupiga bismillah. Lakini sasa siku hizi tutakwambia piga bismillah kwa huku nje. Singe, lakini ukiingia pale kimoyo waweza kupiga bismillah. Sawa? Nasema wa tasmiyatu na kupiga bismillah makrunatan bin niyya, iwe pamoja na nia. Sawa? Wa ghaslul kaffaini, ni sunna sasa wewe pale mwanzo uanze kwa kuosha mikono. Uanze kwa kuosha mikono. Yaani viganja, hivi ni viganja, sio? Kama vile kwenye udhu yani. Unaanza kwa kuosha viganja. Wa raf'ul adha. Sawa? Na kuondoa udhia. Udhia ni nini hapa imekusudiwa? Kwenye hadithi dua ile ya kutoka choo nasemaje? Adhhaba anni ghufranaka. Alhamdulillahi alladhi adhhaba anni adha. Yule ambaye ameniondolea mimi udhia, uchafu. Yani manake ile najisi. Choo yani, kwa ufupi choo. Kwa hivyo raf'ul adha ni uoshe sehemu zako za siri, usafishe sehemu zako za siri. Angalia. Kwanza unaanza kusafisha sehemu zako za siri. Manake ima ulikuwa umekwenda hadathi ukakojoa ama nini, ama kuna ile nini? Etwaje? Manii. Manake mara nyingi kwa sisi wanaume inakulazimu uoge kutokana na sababu mbili au tuseme tatu. Kifo, kumwingilia mkeo kutokana na manii. Na zote kumwingilia mkeo na kutokana na manii, mara nyingi ukimwingilia mkeo utakuwa na uchafu. Yaani utakuwa umetokana na manii labda mara nyingi. Sasa utafanya nini? Ni sunna ile sehemu uioshe kwanza. Sawa? Kisha baada yake asema thumma alwudhu, kisha utatawadha. Baada yake utatawadha. Angalia ni sunna jamani. Ni sunna utawadhe pale bwana. Sawa? Tawadha. Na kama alikuwa huna udhu utatia nia ya hadathi au nawaitul wudhu, tanuia tu udhu wa kawaida. Tatawadha. Udhu pamoja na sunna zote ambazo tumezizungumzia. Udhu pamoja na sunna zote. Yaani udhu kamili. Udhu? Thumma ta'ahudu mawadhi'il in'itaf. Hai. Kisha sasa utatafuta zile sehemu kuna wao wenyewe wanaziita sehemu zilizopinda ama sehemu ambazo kuna mapindo. Mapindo vipi? Hususan mtu yani mnene kama hivi mimi, si kama wewe pia mire. Kama labda mimi au Maro. Yaani kuna sehemu kuna mapindo, makona. Zile sehemu ni bora uzifungue. Uzifungue uhakikishe maji yani kama unajua maji yamefika ndio ni sunna ufungue. Kama unajua maji hayafiki inakuwa ni wajibu. Tumeelewana? Thumma ta'ahudu mawadhi' al-in'itaf. Zile sehemu ambazo zina nini? Zina mapindo. Na hii sehemu ya mapindo jamani, eleweni. Nimekariri hapa naona ulikuwa unaandika. Nasema ikiwa mtu anajua kuwa maji yatafika, mimi nikioga maji yanafika. Shaona? Haina neno.
tutakwambia ni sunna fungua zile sehemu, uhakikishe sawa maji yamefika. Lakini ikiwa la, wewe wajua mashallah labda ni mnene sana, maana yake kuna sehemu maji hayafiki mpaka kama na tumbo ainue hivi ndo maji yafike, basi tumwambia ni lazima, si sunna tena. Si nini? Mbona unacheka? Sawa ndio, lakini sasa siyawezekana jamaa, sheria lazima nini? Sawa, sisi sawa, utasema sisi si hivyo, lakini sasa kuna yule mashallah alayh. Sawa, wa takhlilu usuli sha'ri. Na ni sunna pia mtu kutia vidole hivi, kufanya takhlili. Kufanya takhlili ni kutia vidole paka ndani asli ya nyele, usul ash-sha'r. Ahakikishe, yani ni sunna atie vidole paka huko ndani. Na vile vile tunasema hii kutia vidole huku, ikiwa ana hakika maji yanafika, ndio ni sunna yeye kutia nini? Vidole. Lakini ikiwa hana uhakika, tuambia ni lazima atie vidole paka ndani. Yani mfano yeye anajua mimi nyele zangu labda zimezuia ama kuna mafuta amepaka, yani maji hayafiki paka ndani, tumwambie basi lazima utie vidole ili maji yaingie paka ndani. Sawa? Thalathan, mara 3. Utatia vidole huko mara 3. Asema biyadihi almablula, kwa mkono wake ulo maji. Shaona? Kisha asema thumma alifadha ala ra'sihi. Haya sasa, thumma alifadha yani kisha atamwaga. Alifadha atamwaga, yani kisha ni sunna kumwaga. Thumma alifadha ala ra'si, juu ya kichwa chake. Sasa waanza kuoga. Sasa waanza kuoga, wamwaga kwenye baada ushatia vidole. Maana ile kutia vidole kwanza inafikisha umaji. Ile manake inasaidia ukimwaga, manake maji sasa yatafika, na huku pia maji manake wewe ukishatia vidole, manake zile nyenzo umezifungua maji yataingia kwa urahisi. Sasa nakwambia thumma al-ifadha ala ra'sihi, kisha atamwaga kwenye nini? Juu ya kichwa chake. Sawa, atamwaga maji juu ya kichwa chake. Taban itakuja kueleza hapa, atakwambia kila kitu mara 3. Thumma al-ifadha ala ra'sihi thumma ala shighihi al-ayman. Kwako hakuna hilo neno ala, amekwambia thumma shighihi al-ayman, haina neno, yani maana ni hiyo. Sawa, thumma ala shiqihi al-ayman, kisha upande wake wa kulia. Ashamwaga kichwani mara 3, kisha upande wake wa kulia. Sawa, thumma al-aysar. Kwanza al-ayman yani mbele kwanza, kisha nyuma. Kwa hivyo utaanza upande wa kulia mbele, kisha upande wa kulia nyuma, kisha kwambia thumma al-aysar, kisha upande wa kushoto mbele, kisha nyuma. Sawa, na tatu zote. Ndio hapa akwambia watikraru 3, na utakariri mara ngapi? Mara 3 zote hizo. Kichwa mara 3, upande wa mbele mara 3, upande wa mbele kulia mara 3, nyuma kulia mara 3, mbele kushoto mara 3, nyuma kushoto mara 3. Sawa? Endelea Maro, soma tena. Endelea. Wadalku iko Amir hapa. Wadalku Maro anasahau msemaji hapa. La ilaha illa Allah. Wadalku ya والدلك كل مرة في والدلك كل مرة واستصحاب النية ولا ينقض ماؤه عن ولا ينقص ماؤه عن صاع وأن تتبع المرأة غير معتدة الوفاة أثر الدم بمسك ثم بتين فإن لم تجد فالماء كاف وألا يغتسل من خروج المني قبل البول والذكر المأثور بعد الفراغ
min al-ghusli wa tarku al-isti'anatin. Sema Sheikh rahmatullah alayhi, bado endelea kueleza sunna. Asema wadalku fi kulli marratin, na ni sunna kujisugua katika kila mara. Kujisugua ile, kujisugua si wajibu kwa madhehebu yetu, ni sunna kufanya nini? Kujisugua, si lazima. Yani wewe ingia chini ya ile etoje shawa basi umemaliza, sawa. Lakini madhehebu mengine ni wajibu. Kwetu kule kujisugua ni nini? Ni sunna, na ni sunna kila mara. Asema wadalku fi kulli marratin, na kujisugua katika kila mara. Kisha asema wastishabu niyya, na kuivuta ile nia. Jamani, kwenye udhu tulieleza mambo ya kuivuta ile nia, hukumu ya kuvuta nia. Hii istishabu nia inakusudiwa hapa, yani ni kuwa wewe kila unavooga uwe unakumbuka kwenye moyo wako kuwa unafanya nini? Unaoga. Basi mapendeleo, hiyo ndo sunna. Hiyo ndo nini? Hiyo ndo sunna. Sawa. Na kule kwenye udhu tulieleza kwa upana, kama mwakumbuka marhaba, mkumbuke sharti. Kwa ufupi ni kwa hapa kuvuta nia, yeye amesema kuvuta nia ni sunna. Yani ile nia kutoka mwanzo mpaka mwisho wa kuoga iwe iko. Maana yake ni kwenye moyo wako uwe wajua kuwa mimi naoga kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sawa? Amiri. Hakika. Wala yanqusa, kwangu ni wa an la yanqusa, kwetu imeandikwa wa an la yanqusa, kwake huyu ni wala yanqusa. Wa an la yanqusa ma'uhu an sa'in, na maji yake yasipungue chini ya nini? Ya pishi. Yani maji yake yasiwe kidogo kuliko pishi. Haya takriban ni maji lita 2.5 takriban. Maji yasipungue lita 2.5, yasiwe chini ya hapo. Ni sunna maji yasiwe chini ya hapo. Sawa? Ni sunna yawe zaidi hapo. Manake kiyo kidogo ya hapo, utaona manake mtu hatojisugua sawa sawa. Hatoeneza maji sawa sawa. Tuko pamoja? Kwenye udhu tulisema maji yasipungue nini? Kibaba. Yasipungue kama mililita 500 ama 600 tuseme. Hapa tukwambia la, maji yasipungue lita 2.5 takriban. Kwa hivyo yani yawe zaidi ya hapo ni bora. Sawa? Wala yanqusa ma'uhu an sa'in. Kisha ansema wa an tutbi al-mar'atu. Sasa hii inahusiana na masturati. Nyenye mmeoa mtanini. Anasema wa an tutbi al-mar'atu, yafaa kuwa ghairu mu'taddati al-wafa. Wallahu a'lam. Sijui mbona kwako amesema ghaira. Kinafaa kuwa ghairu. Taangalia baadaye mambo ya kilugha. Sasa ghairu mu'taddati al-wafa athara ad-dam. Yani na afuatilie mwanamke huyu, afuatilie mwanamke ambaye hayuko katika eda la kufiliwa. Mwanamke ambaye hayuko katika eda la nini? La kufiliwa. Maana mwanamke aweza kuwa katika eda la kufiliwa, na akiwa katika eda la kufiliwa ataka kuoga hedhi. Inawezekana ama haiwezekani? Inawezekana. Sio tu kwa inawezekana, lazima aoge. Lazima aoge akitaka kuswali. Mfano amefiliwa na mumewe, baada ya muda amepata hedhi imekwisha, lazima aoge. Sawa? Atafanyaje? Yani hili jambo yeye hatofanya. Kama yeye ameolewa, kuna kitu sunna hapa tutaitaja sasa hivi, yeye hafai kufanya. Kwa sababu yeye kutumia manukato ni haramu. Mwanamke ambaye amefiliwa na mumewe ni haramu kutumia manukato. Yani kutumia marashi, mafuta mazuri ni haramu. Sawa? Kwa mwanamke ambaye amefiliwa na mumewe, yuko katika eda yani. Sasa kwambia hapa wa antutbi almar'a, na afuatilie mwanamke lakini mwanamke aina gani? Ghairu mu'taddati alwafa, yule ambaye hayuko katika eda la nini? La kufiliwa. Yule ambaye hayuko katika eda la, yani manake wanawake wote wengine, wake zenu nyote nyinyi, wake zenu nyote wanaingia hapa kwa ufupi. Manake bado mko hai, sio? Asema afanye nini mwanamke? Athara dami, afuatilie ile athari ya damu, yani pale sehemu ambapo damu yake ya hedhi inatoka, pale ambapo sehemu damu yake ya hedhi inatoka, afanye nini? Bimiskin, atie miski. Sawa? Manake ile damu huwa ina harufu. Sasa atie nini? Atie miski, ili ile harufu ifanye nini? Ifichwe, iondoke ile harufu mbaya. Sawa? Ni sunna. Na miski hapa mashaikh zetu walikuwa kutuambia, jamani, mtu afanye bidii atumie miski ya asli. Kama anao pesa ya kununua, afadhali atumie miski ya asitumie vitu ambavyo vina chemical, huwa vinamdhuru yule mwanamke maskini. Sawa? Kwa hivyo atumie miski. Mfano hana pesa ya miski au hakuna miski, asema hapa thumma bitibin, kisha kwa manukato yoyote mengine. Lakini bora kama alivyosema yawe manukato ni ya asli. Yale manukato yawe ni ya asli, sio mambo ya chemical. Sawa? Kama hakuna miski atumie manukato yoyote mengine. Thumma bitibin, thumma bitinin. Kisha kama hana
pia manukato hayo hana au hana pesa au hakuna au nini, basi hata kama ni mchanga. Maula mazamani kwamba hata kama ni ile sabuni, manake ile harufu pale ifanye nini? Itoke, iondoke. Sasa hata mchanga, manake mchanga inasaidia kuondoa harufu. Lakini ingekuwa ni manukato, ingeondoa ile harufu na ingeka harufu nzuri. Kwa hiyo ni bora. Tumeelewana? Asema thumma bitwin, kisha kwa mchanga, yani ikiwa takosa. Kisha asema fa in lam tajid dhalika, kwako amesema fa in lam tajid, na asipopata maskini, hakupata hizi zote. Asemaje? Falma ukafin, basi maji yanamtosheleza, haina neno. Maji yanafanya nini? Yanamtosheleza. Yani hakikisha tu ameosha vizuri, sawa? Kisha asema shekhe, wa an la yaghtasila min khuruji almani qabla albauli. Sasa hii ni sunna kwetu sote. Na mtu asioge kutokana na kutokwa na manii isipokuwa kabla ya kukojoa. Yani mtu ikiwa sababu yake ya kuoga ni kutokwa na manii, tumwambia bora afanye nini kwanza? Bora akojoe. Kama tulivyoeleza, nafikiri ushaeleza kitambo, maana yake aweza kwenda akaoga, akimaliza manii ametoka kidogo. Maana yake labda alipotokwa na manii kuna baadhi ya manii yamebaki kwenye nini? Kwenye yani pipe yake. Sasa lau ataoga kisha baadaye aende akojoe, labda pale kuna manii atafanya nini? Yatatoka. Maana yake tutamwambia ana nini? Ana janaba, lazima aoge tena. Kwa hiyo ni sunna kwanza akojoe, amalize manii yote, kisha ndo afanye nini? Aoge. Kisha asema shekhe, wa yusannu dhikrul ma'thuru, kwetu ni wa yusannu dhikrul ma'thur, kwake huyu ni wa dhikrul ma'thur, haina neno maana. Sasa asema wa yusannu dhikrul ma'thuru ba'da al-faraghi, kwako ameandika ba'da al-faraghi min al-ghusl. Na ni sunna ni sunna ile dhikri, zile adhkari zile ambazo zimepokea kutoka bwana mtume baada ya kuoga, zile ambazo ni sunna kwenye udhu kule. Allahumma ij'alni minat tawwabin, ile utaanza ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ni sunna, waj'alni min ibadika as-salihin, imeongezwa na baadhi ya maulama. Kisha tasoma inna anzalnahu mara ngapi? Mara 3. Hizo zote ni sunna. Kule kwenye udhu ni sunna, na hapa pia ni nini? Ni sunna. Baada ya kumaliza ndio. Kisha asema wa tarkul isti'ana, na pia ni sunna kuacha kusaidiwa. Yani mwambie mtu njoo unioshe. Waweza kumwambia mke wako akuoshe, hakuna haramu wote. Lakini tutakwambia ni sunna usimwambie akusaidie. Jioshe mwenyewe. Jioshe mwenyewe. Kama vile kwenye udhu nafikiri tulitaja pia. Ni sunna katika udhu mtu asimwambie mtu mwingine, hebu njoo bwana unioshe bwana. Sasa mimi madamu ni mkubwa wako, ni ustadhi ama wewe ni mtoto wangu, si sunna. Sawa? Si sunna kumwambia mtu aje afanye nini? Akuoshe. Naam. Kisha baada ya hapo atazungumzia makruh za nini? Za kuoga. Na hii makruh ni haraka, ni mlango mfupi, lakini tutaongea kesho kwa ajili ya mili hapa. Pia kuna darasa kule, kwa hiyo tutaona inshallah. Sawa, taingia makruh za nini? Makruh za kuoga. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.